Kesho Jumamosi itakuwa uwanja wa Prince Moulay Abdellah uliopo Rabat nchini Morocco kucheza mechi ya 5 ya Ligi ya Mabingwa Afrika ya kundi B dhidi ya wenyeji wao AS FAR Rabat. Wakati hesabu zikiwa katika mechi hiyo, taarifa zimeibuka kwamba kuna striker imempiga marufuku kucheza mechi yao ya mwisho ya kuhitimisha makundi dhidi ya JS Kabylie. Aliyepigwa marufuku hayo ni Celestin Ekua ambaye anaichezea JS Kabylie kwa mkopo wa miezi 6 akitokea Young Africans aliyojiunga nayo mwanzoni mwa msimu huu. Ekua tangu tuwe JS Kabylie kipindi cha usajili wa dirisha dogo msimu huu uliofungwa Januari 2026 hapa nchini amefanikiwa kucheza mechi moja tu ya hatua ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat na chama lake kupoteza ugenini kwa bao 1-0. Taarifa kutoka Yanga zinasema kwamba mkataba huo wa mkopo kwenda JS Kabylie una kipengele maalum kinachomzuia kucheza dhidi ya klabu aliyotoka. Kwa mujibu wa mkataba huo, Ekua hataruhusiwa kushiriki mechi ya mwisho ya hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika ambapo JS Kabylie itaifuata Young Africans, jambo ambalo limeipa nafuu klabu hiyo ya Jangwani katika harakati zake za kutinga robo fainali. Hatua hiyo imekuja tofauti kabisa na mikataba ya mikopo ya wachezaji wengine wa Yanga akiwemo Dennis Nkane wa TRA United na Ofen Chikola wa Singida Black Stars ambao walipewa ruhusa kucheza dhidi ya timu zao za sasa pale Yanga itakapokutana na klabu walizokuwa wamepelekwa kwa mkopo. Vyanzo vya kuaminika ndani ya Yanga vinaeleza kuwa uongozi wa klabu hiyo uliweka msimamo mkali kwenye mazungumzo ya mkopo wa Ekua ili asije akapata nafasi ya kuumiza. Nikinukuu chanzo hicho kimesema sakata la Ekua limeonyesha mabadiliko ya kifikra kwa uongozi wa Yanga katika masuala ya mikataba ya mikopo, huku klabu hiyo ikionekana sasa kuwa makini zaidi katika kulinda maslahi yake ndani na nje ya uwanja. Mwisho kunukuu. Kanuni za CAF zinaeleza wazi kuwa mchezaji wa mkopo anaruhusiwa kucheza dhidi ya timu aliyotoka iwapo hakuna kipengele maalum kinachomzuia na klabu yake, jambo lililoifanya Yanga kuweka zuio kisheria. Kwa JS Kabylie kutomchezesha Ekua kwenye mechi hiyo itakuwa pigo kubwa, ikizingatiwa kuwa kiungo huyo amesajiliwa ili kuipa nguvu timu hiyo katika michuano ya kimataifa ambayo timu hiyo inashiriki. Kwa upande wa Yanga, hatua hiyo inaonekana kuwa na faida ya kimkakati, hasa katika ile mechi ya mwisho ya makundi ambayo mara nyingi huamua hatima ya klabu kutinga robo fainali au kuaga mashindano. Ekua alitua Yanga msimu huu akitokea ASEC Mimosa, amekaa kwa takriban miezi 6 na kutolewa kwa mkopo. Katika kundi B la Ligi ya Mabingwa Afrika, Yanga inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi 5 sawa na AS FAR Rabat, huku Al Ahly ikiongoza na pointi 8 wakati JS Kabylie ikiburuza mkia ikikusanya pointi 2. Zote zimecheza mechi 4, bado 2 kukamilisha makundi. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Saifu.